Karibu tena mtazamaji, tuendelee kukujuza. Kulingana na ripoti ya mdhibiti mkaguzi mkuu Nancy Gathungu, kumekuwa na ubadhirifu mkubwa katika huduma ya Hustler Fund, kwani shilingi milioni 31.8 zinaonekana kutolewa kwa watu 44,167 walio na umri mdogo. Maelezo zaidi ni kutoka kwa mwanahabari wetu Munene Njiru. Ripoti ya hivi karibuni kuhusu huduma ya Hustler Fund iliyotolewa na mdhibiti na mkaguzi mkuu Nancy Gathungu leo imeonyesha kasoro kubwa katika uendeshaji wake. Ripoti hiyo ilionyesha kuwa shilingi milioni 31.8 zilizotolewa kwa watu 44,000 walio na umri mdogo, baadhi yao wakiwa wa umri wa siku 10 pekee, na kwa watu wenye tarehe za kuzaliwa zijazo kutoka Julai mwaka 2024 hadi Disemba mwaka wa 2073. Zaidi ya hayo, ripoti ya tarehe 16 Disemba mwaka uliopita ilionyesha kuwa Hustler Fund imekuwa ikinufaisha zaidi watu wanaopata mapato ya juu kuliko wale wa mapato ya chini. Ni 18.7% pekee ya kundi la watu maskini waliotumia huduma hiyo mwaka uliopita, huku watu wa mapato ya juu wakitumia huduma ya Hustler Fund kufadhili mahitaji yao ya mikopo. Huduma ya Hustler Fund ilianzishwa mwishoni mwa mwaka wa 2022 na lengo la kutoa mikopo ya papo hapo kwa raia wa Kenya, na ilikuwa ahadi kuu ya kampeni ya Rais William Ruto wakati wa uchaguzi wa urais wa mwaka 2022. Huduma hii inatoa mikopo ya kifedha binafsi, mikopo ya kuanzisha biashara na kiwango cha riba cha 8% kwa mwaka. Nikiripotia Uvoro TV, langu jina Munene Njiru. Kiongozi wa zamani wa chama cha NARC Kenya Martha Karua pamoja na viongozi wenzake wamezindua rasmi chama kipya cha People's Liberation Party, yani PLP, hii leo Alhamisi tarehe 27 mwezi wa pili mwaka wa 2025 katika makao makuu ya chama hicho jijini Nairobi. Mwanahabari wetu William Shilisia anaripoti zaidi. Kiongozi wa zamani wa chama cha NARC Kenya Martha Karua pamoja na viongozi wengine wakiongozwa na naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa wamezindua rasmi chama kipya cha People's Liberation Party PLP leo Alhamisi Februari tarehe 27 mwaka wa 2025 katika makao makuu ya chama hicho jijini Nairobi. Uzinduzi huu unafuatia mchakato wa mabadiliko ya jina na muundo wa chama kutoka NARC Kenya hadi PLP ambao ulianza mwaka jana kwa lengo la kuvutia kizazi kipya cha wapiga kura kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. We are ready to be that party that will do that, but we cannot do it alone. We will stand with our brothers and sisters. Unity, the call for unity, is the foundation of the liberation movement. And our commitment today is to do just that. In order for Kenyans and every child to access quality health care. And fellow Kenyans, it doesn't have to be 2027. It could be sooner. We commit to you that we are going to meet soonest, and we are going to move forward and give you the program of action. Are you ready? Are you ready? PLP? PLP? So for the liberation of our country, we need unity of purpose. Katika hafla hiyo, viongozi hao wakiongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua waliendelea kumshambulia Rais William Ruto na serikali yake, wakitaja utawala wake kuwa wa uongo na ulaghai. In a record 2 years, William Ruto has destroyed the Kenyan health system. In a record 2 years, he has destroyed the education system. In a record 2 years, the cost of living is unbearable. In a record 2 years, nothing is working. And the 2 years has been nothing but a package of lies and lies and lies. Tangu nizaliwe, mimi, Rigiji, mtoto ya Maumau, sijaona mtu muongo kama William Ruto. Huyu mtu anakudanganya na amekuangalia.
So many people have tried to blame me kutoka nyumbani. Wewe ulituletea huyu mtu ukasema ni mzuri, unamjua, atatuweka pesa mfukoni, instead ile kidogo ilikuwa kwa mfuko amefanya nini? Sasa watu wananiingilia, wananipigia kelele, lakini mimi najitetea. Mimi nasema sasa, mimi ni mtu ya kawaida tu. I'm just an ordinary Kenyan. Mtu tu alizaliwa pale wa Munyoro, amesoma hapo, ni mtu hana mpango yote, sijasoma sana, sina PhD, sina master, sina nini, mtu tu ya kawaida. Lakini kama huyu mtu anaweza danganya mabishop ambaye wamemwagiliwa mafuta na mareverend na mapasta, Rigathi Gachagua ni nani? Chama hicho kipya kimetangaza kuwa kinalenga kuleta mabadiliko makubwa katika uongozi wa kisiasa nchini kwa kuwakilisha maslahi ya wananchi, hususan vijana, na kuwapa nafasi kubwa katika maamuzi ya taifa. Nikiripotia Uvoro TV Business, William Shilisia. Shule za sekondari msingi katika eneo bunge la Manyata zimefaidika na vituo tamba vya masomo ya kidijitali ili kuwawezesha wanafunzi kutekeleza kikamilifu mtaala wa CBC. Mpango huu uliotekelezwa kupitia hazina ya NG-CDF umezindua maabara tamba ambayo yanatumiwa na wanafunzi katika shule mbalimbali katika eneo hilo. Mwanahabari wetu Nyakiondwiga anaeleza mengi. Wanafunzi wa shule za sekondari msingi katika eneo bunge la Manyata, kaunti ya Embu, sasa wana sababu ya kutabasamu na kuendeleza masomo yao bila tatizo lolote. Hii ni baada ya shule hizi kufaidi na vituo tamba vya masomo ya kidijitali ili kuwawezesha kutekeleza kikamilifu mtaala wa CBC. Mpango huu uliotekelezwa kupitia hazina ya NG-CDF umezindua maabara tamba ambayo yanatumiwa na wanafunzi katika shule mbalimbali katika eneo hilo. Akizungumza kufuatia jambo hilo, mbunge wa eneo bunge hili Kitonga Mukonji amesema kuwa ana uhakika kuwa mradi huo utaendelea katika shule zote huko Manyata na kuwa mradi huo utachukua muda wa takriban mwezi mmoja kukamilika. Zenye mlikuwa mmerequest tuwapatie mobile labs, bodi ya kitaifa ya NG-CDF imeapprove. Hiyo ni about 15.6 million. Kwa hivyo ni vizuri yule mwalimu mkuu tumaini yake inuliwe, yule alikuja, unaweza jipata kwa hiyo list ya 48. Tuko hapa leo katika Kihumbu Primary School kuzindua mradi wa kuleta mobile laboratories katika shule zetu za primary school, ile upande ya JSS. Na hapa leo tumezindua hii mradi hapa, lakini tunaipeleka katika shule zote za Manyata within the next 1 month. Nikiripotia runinga ya Uvoro, jina langu ni Nyakeo Ndwiga. Chama cha walimu wa shule za msingi NAT tawi la Nyamira kimekanusha madai ya mwalimu wa JSS kudai kupigwa na mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Nyanchoka, kaunti ya Nyamira. Katibu wa NAT Nyamira, Evans Obiri, amesema uchunguzi wao umebaini kuwa hamna unyanyasaji uliofanyika. Mengi ni kama nilivyokuandalia. Chama cha walimu wa shule za msingi NAT tawi la Nyamira kimekanusha madai ya mwalimu wa JSS kudai kupigwa na mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Nyanchoka, Mugirango Kaskazini, kaunti ya Nyamira. Katibu wa NAT Nyamira, Evans Obiri, amesema uchunguzi wao umebaini kuwa hakuna unyanyasaji uliofanyika, huku wanafunzi wakishuhudia kuwa hakuna tukio kama hilo lililotendeka. Obiri amesisitiza kuwa mwalimu huyo alitoa madai hayo kwa lengo la kumchafulia jina mwalimu mkuu wa shule hiyo. We call it in English preliminary investigations. Inaonyesha kwamba mwalimu hakupewa. Na hata wanafunzi wenyewe wamethibitisha kile wanasema, eti walimshika vibaya. Sio kwamba alipewa, eti alishikwa vibaya. Uchunguzi wa kina ufanyike, ukweli ujulikane. Mwalimu alipewa ama hakufanya nini? Hakupewa. Lakini sisi tumefikia kwamba hakupewa. Shukran sana kwa kuwa nasi, tutafikia hapo leo. Fuatilia kwenye mitambo ya 162. Endelea kuwasiliana nasi
kwenye mitandao ya kijamii ambapo tunakuletea yaliyomo kila wakati. Mpenzi mtazamaji, nakutakia usiku mwanana. Jina langu ni Nyambura Kamau. Tupatane tena majaliwa.